Ikikutangazia kutoka jijini Dodoma, ifuatayo ni taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Msomaji ni Zinazile Mswima. Kwanza ni muhtasari wake. Rais Samia azindua tume ya kuchunguza vurugu za uchaguzi. Trump waapa kukomesha vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudan. Na katika michezo, Serengeti Boys kuivaa Uganda michuano ya Sekafa. Hujambo mtazamaji, karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Hii ni taarifa kamili ya habari ya kutwa nzima ya leo. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua tume itakayochunguza vurugu zilizotokea usiku na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, huku akiipa tume hiyo siku 90 za kufanya uchunguzi huo. Taarifa ya mwandishi wetu Mindi Joseph kutoka Chamwino jijini Dodoma inafafanua zaidi. Akizindua tume hiyo Ikulu Chamwino mkoani Dodoma leo Novemba 20, 2025, Rais Samia amebainisha mambo kadhaa ambayo amesema tume hiyo itachunguza sababu na kiini cha kutokea kwa vurugu, ikiwemo kutokuwepo kwa haki za vijana ambazo zilisababisha kudaiwa na vijana hao. Nadhani tume tunaitarajia ikatuangalizie sababu hasa iliyoleta kadhia ile. Sababu hasa ni nini? Kiini cha tatizo ni nini? Lakini jambo lile lilipotokea, vijana waliingizwa barabarani kudai haki. Tunataka kujua haki gani ambayo vijana hawa wameikosa, na kwa umoja wao waliingia barabarani kuidai haki hiyo. Purpose ya wale vijana kuingia ni haki gani, ili tuweze kuifanyia kazi na wapate haki yao. Aidha, tume hiyo itachunguza matamshi ya viongozi wa vyama vya siasa kabla ya uchaguzi, uhusiano wao na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, pamoja na taarifa zinazoonyesha kuwa baadhi ya vijana walilipwa fedha kushiriki maandamano yaliyofanyika wakati huo. Lakini jengine, tunapofanya hii kazi, hebu twende tukaangalie matamshi ya vyama vya upinzani. Wale waliokuwa wakisema lazima Kiwake hapakaliki, lazima aondoke, lazima kiwe hiki, uchaguzi hautafanyika. Kitu gani hasa kilichowaletea kufanya vile? Lakini katika kufanya hivyo, tuangalie uhusiano wa hicho chama na tume yetu ya uchaguzi. Uhusiano wao ulikuwaje katika kipindi hicho mpaka ikawapelekea waseme maneno yale. Tukaangalie sasa, jambo limetokea, watu wameingia barabarani, vurugu zile, na kilichokuwa kinaimbwa ni kwamba kama kilivyokuwa Madagascar itakuwa hapa pia. Sasa tukaangalie njia zilizochukuliwa kukabiliana na lile vurugu na zenyewe, na ndio maana hapa ndani kuna mstaafu jeshi, mstaafu polisi, mstaafu mwingine. Kwa hiyo twendeni tukaangalieni njia zilizochukuliwa zilikuwaje. Mbali na vyama vya siasa, Rais Samia ameitaka tume hiyo kuangalia dhima ya asasi za kiraia na zisizo za kiserikali katika maandamano hayo, akidai kuwa uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa vijana walioandamana walilipwa fedha, hivyo kuitaka kuchunguza fedha hizo zilitoka wapi. Tume hiyo iliundwa Novemba 19 na ongozwa na Jaji Mkuu mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania Mohamed Chande Othmani na wajumbe 7 akiwemo Jaji Mkuu mstaafu Ibrahim Hamisi Juma, Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Ombeni Sefue, IGP mstaafu Said Mwema na Dr. Stegomena Tax aliyekuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, na Paul Mera mwanadiplomasia na luteni wa jeshi mstaafu. Mindi Joseph, Sky TV. Asante Mindi Joseph kwa ufafanuzi wa taarifa hiyo. Wananchi wa mkoa wa Dodoma pamoja na wadau mbalimbali wa tasnia ya ucheleshaji pamoja na uchekeshaji wamejitokeza kwa wingi katika hafla ya kumuaga aliyekuwa mchereshaji na mchekeshaji marehemu Emmanuel Matias Matebe maarufu kama MC Pilipili katika viwanja vya Chinangali Park jijini Dodoma. Sofia Daudi na ripoti kamili.
Katika hafla hiyo ilihudhuriwa na makundi mbalimbali katika jamii, ambapo amemuelezea kuwa alisaidia makundi mbalimbali nchini katika elimu, afya na maeneo mengine. MC Pilipili ni mtu mwema. Nimekutana naye tangia sensa anaanza, amekuja Dar es Salaam, mtoko wake wa kwanza kabisa, show yake ya kwanza pale Golden Tulip. Na tangia wakati huo basi tumekuwa close. Yaani hata ninavyoongea hapa sasa hivi kama wiki 2 nyuma alikuja sehemu ambayo sisi tunafanya entertainment locals pale Kinondoni. Kwa hiyo ni mtu mwema sana. Kwa hiyo unapokuwa katika mwanzo wa safari yake, basi nikaona kwamba siwezi kukosa mwisho safari yake. Viongozi wa serikali wameshiriki katika kutoa heshima zao za mwisho katika viwanja vya Chinangali Park. Lakini mfariji wa kweli ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo tunawaombea mpite salama katika jambo hili ambalo lina hisia nyingi, lina uchungu mwingi, lakini hatuna shaka Mungu ambaye mnamtumikia, Mungu ambaye amemtumikia aliyelala hapa, lakini na kundi la watumishi hapa nilikuwa nikisikiliza wakitambulishwa, wametoka katika madhehebu mbalimbali. Hatuna shaka Mungu atatusikia, mtapita salama katika jambo hili gumu na zito. Bwana Yesu asifiwe. Nimeasikiliza yale ambayo yamesemwa hapa mbele kwa wingi wake na kubaliana nayo yote. Na nikisema nimesikiliza kwa niaba ya wabunge wote hawa ambao nazungumza kwa niaba yao. Na leo hapa tumekuja kwa uwakilishi, vinginevyo wote tungekuwa hapa kwa sababu ya namna tulivyomfahamu Pilipili na namna ambavyo alikuwa akiishi na watu. Kwa msingi huo, mkubali salamu hizi ambazo sisi wabunge tulioko hapa kwa uwakilishi wetu tunazitoa kwa niaba ya wabunge wenzetu wote. Tumezisikiliza salamu zote mlizozisema hapa, na sisi mengine tumeyachukua kama sehemu ya wawakilishi wenu, yale ambayo tunaweza kwenda kufanya bora zaidi ili Tanzania yetu iwe bora zaidi. Lakini yale ambayo tumeyazungumza ya kujifunza kuhusu maisha yetu, na sisi tumejifunza, tumeona wapi ambapo tunaweza kufanya bora kabisa. Kama huyo aliyelala alikuwa tu ni MC Pilipili, alikuwa tu mwalimu, lakini pia alikuwa ni mchungaji. Na marehemu MC Pilipili alifariki dunia tarehe 16 Novemba 2025 majira saa 9 alasiri kutokana na kushambuliwa na watu wasiojulikana, na amezikwa tarehe 20 Novemba 2025 katika makaburi ya Ipagala yaliyopo jijini Dodoma. Sofia Daudi, Sky. Tunazidi kutoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki. Wakurugenzi wa mipango ya sera kutoka wizara zote nchini wamekutana jijini Dodoma kujadili masuala muhimu yatakayowezesha kuandaliwa kwa mipango mkakati wa maendeleo kwa ngazi ya wizara, mkoa na taasisi mbalimbali. Ibrahim Jamari na undani wa taarifa hii. Hatua hii imekuja wakati mchakato wa kuandaa mpango wa maendeleo wa miaka 5 unaendelea kufanyika ukiingia katika sura ya mwisho. Katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango Dr. Fred Msemwa amebainisha hayo leo jijini Dodoma wakati akifunga kongamano la wakurugenzi wa mipango na sera kutoka wizara zote nchini. Kama mnavyofahamu, mwaka huu mwezi Julai tarehe 17, 2025, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua dira ya maendeleo ya taifa 2050, na baada ya uzinduzi huo kinachofuata ni maandalizi ya utekelezaji wa dira hiyo. Kwa hiyo lengo la hiki tulichokifanya leo jana tarehe 18 na leo tarehe 19 ilikuwa ni kuwasilisha kwao mwongozo kwa ajili ya uandaaji wa mipango mikakati ya maeneo hayo niliyosema, kuanzia kwenye wizara, kwenye level ya mikoa, pamoja na halmashauri zetu na taasisi mbalimbali zilizopo nchini, ili kupitia mipango mikakati hiyo tuweze kuanza utekelezaji wa dira. Kwa hiyo mwongozo huu ambao tumeuandaa unaainisha vitu vinavyotakiwa kuzingatia katika kuandaa mipango mikakati hiyo. Vitu mbalimbali kwa maana ya malengo, shabaha,
namna tutakavyopima utendaji kazi, rasilimali zitakazohitajika katika utekelezaji wa mipango hiyo pamoja na kufikiwa kwa malengo hayo, nani atahusika katika kutekeleza mipango hiyo, na hivi vyote vimeainishwa katika mwongozo huo wa uandaaji wa mipango mikakati kwa lengo la kutekeleza dira 2050. Lakini pamoja na hayo pia, kupitia nafasi hii tuliweza kuwasilisha mpango wa maendeleo wa miaka 5 ukiwa ni mpango wa kwanza katika utekelezaji wa dira 2050. Washiriki wa kongamano hilo Innocent Gitibabu Maduhu, mkuu wa idara ya mipango na uratibu halmashauri ya mji wa Tunduma, pamoja na Edna Katalaia, katibu tawala msaidizi mipango na uratibu ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro, wamezungumzia kuhusu mpango huo. Kwa kweli haina ubishani kwamba bila dira hakuna maendeleo ambayo yataweza kufanyika, hata yatapimika kwamba tumepiga hatua ipi. Napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuzindulia dira hii. Dira hii ndiyo kipenyo cha sababu zote za kueleza ubora wa Tanzania kwa kipindi cha miaka yote ambayo dira imeandaliwa. Tumejifunza mambo mengi. Dira iko wazi na inaongea yenyewe. Ikitekelezwa wazi kama ilivyo, hakuna ambaye ataiwazia Tanzania katika hali ngumu ya maisha, la hasha. Tunashukuru sana kwa sababu tumepitia hiyo dira ya miaka 50 na tumepitia mpango wa miaka 5, mpango ambao utatuwezesha kwenda na sisi pia kwenye ofisi zetu kwenda kuandaa mpango wa kutekeleza dira ya taifa ya miaka 50, lakini mpango wa taifa wa miaka 5. Tathmini ya dira ya maendeleo iliyopita inaonyesha kuwa maeneo mengi yaliyopangwa kutekelezwa katika kipindi hicho yamefanikiwa kwa kiwango kikubwa, huku changamoto kadhaa zilizojitokeza wakati wa utekelezaji wa mpango uliotangulia zimepewa kipaumbele kwa kuwekewa mikakati madhubuti ya kuzitatua. Kutoka katika ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete, Ibrahim Jamali, Sky TV, Dodoma. Asante Ibrahim Jamali kwa ufafanuzi wa taarifa hiyo. Mtazamaji, kama ndo kwanza unaungana nasi, hii ni Sky TV na unatizama ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. TFS yatoa msaada wa shilingi milioni 15 kwa shule na kijiji mkoani Mbeya. Karibu tena mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Sky TV, mimi ni Zinazile Mswima. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kanda ya Nyanda za Juu Kusini imetoa msaada wa shule 2 za sekondari na kijijini kimoja wilayani Mbeya kwa kuwapatia mabati na saruji yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 15, ikiwa ni sehemu ya kurudisha faida wanayoipata kwa jamii pamoja na kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya ana taarifa kamili. Msaada huo umetolewa katika shule ya sekondari Iduda na Mwaboho pamoja na kijiji cha Shamwengo wilayani Mbeya, ambapo afisa uhifadhi wa TFS wilaya ya Mbeya Eunice Mbilini amesema wametoa msaada huo ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha mazingira yanatunzwa kwenye jamii. Kwa niaba ya kamishna wa uhifadhi tumefanya shughuli ya kugawa misaada kwenye shule za sekondari 2 na kijiji cha Shamwengo. Tumegawa bati jumla 266 na bati 20 na simenti 20. Hii yote ni katika kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwanza mazingira yanahifadhiwa kwa uendelevu, lakini pia shule zote vijana wanakaa mahali pazuri. Akipokea msaada huo, mkuu wa shule ya sekondari Iduda Mwalimu Adolat Aidan pamoja na wanafunzi wa shule hiyo wakaishukuru taasisi hiyo upo ukitoa ombi hili kwa TFS. TFS au wakala wa huduma ya misitu wamekuwa nasi muda wote, wametuletea miti, tumepanda kwenye maeneo yote ya taasisi, na ndio kwa maana unaona taasisi yetu au shule yetu inapendeza kwa ajili ya miti waliotuletea. Tunachowaomba tu kwamba TFS msituchoke. Sisi ni taasisi, tunahitaji bado miti. Tunaomba mnapopata nafasi ya kupata miti zaidi mtuletee ili tuweze kupanda. Kupitia shirika hili la TFS napenda kutoa shukrani za dhati. Kwanza walituletea miti mingi sana katika shule yetu ambayo inatusaidia katika matumizi ya vitu mbalimbali ambavyo vinahusika na usomaji na upataji wa elimu.
Mfano hiyo miti ambayo wametuletea kama unavyoona, kuna miti inatumika hapa kama kimvuli ambayo inatusaidia katika masuala nzima ya usomaji. Naishukuru sana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taasisi ya misitu kwa kutuletea mabati ambayo yanaweza kutusaidia katika kuendeleza miundombinu ya hapa shuleni. Pia kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa kijiji cha Shamwanga wilaya ya Mbeya wakawa na haya sema. Tunapenda kuwashukuru wakala wa misitu Tanzania TFS kwa kutusaidia msaada huu wa mabati 86 na simenti mifuko 20 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi. Tunashukuru sana. Leo tumeletewa kupata nafasi kuleta hizi bati na hizo simenti. Tunashukuru sana. Sisi kama wananchi wa Shamwanga tunasema tunakusema, tunaomba muendelee na moyo huo. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, tutoke mkoani Mbeya turejee mkoani Dodoma. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA imeendelea kuhakikisha zabuni za umma zinatolewa kwa uwazi, usawa na haki kupitia mfumo wa usimamizi wa ununuzi wa umma kielektroniki NeST. Mwandishi wetu Rai Saidi ana undani wa taarifa hiyo. Hayo yamebainishwa leo jijini Dodoma na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA Bwana Dennis Simba katika hafla fupi ya utiaji saini hati ya mkataba wa makubaliano kati ya PPRA na mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA. Katika hatua nyingine, ameeleza nyenzo muhimu ambayo inaongeza fursa kwa makundi maalum ambayo yametengewa zabuni zao na kuelezea mamlaka ya udhibiti wa manunuzi wa umma PPRA ni chombo cha kisheria na kinachoshughulikia usimamizi wa mifumo ya ununuzi. Ndio kwa hii leo tunashuhudia tukio hili la utaji wa saini mkataba wa makubaliano kwa kuibua na kusajili makundi maalum. Na tunapozungumzia makundi maalum tuna yako ya aina 4. Vijana kwa wingi wao, wanawake, bila kuwasahau wazee na watu wenye ulemavu. Tukio hili linaashiria hatua muhimu katika kuunga mkono jitihada za serikali katika kuongeza ajira, kazi, hususan kupitia sekta ya ununuzi wa umma ambayo ni takriban 60% mpaka 70% ya bajeti yetu, na mnafahamu ukubwa wa bajeti yetu. Bajeti yetu ambayo tunaenda nayo ni trilioni 56.5. Sasa chukua 60% au 70% ambayo yote inakwenda kwenye ununuzi wa umma, tunazungumzia takriban kati ya trilioni 20 mpaka trilioni 30. Ndugu washiriki, mamlaka yetu ya PPRA ni chombo cha kisheria kinachoshughulikia usimamizi wa ununuzi wa umma nchini na vile vile usimamizi wa mfumo wa ununuzi wa kielektroniki uitao NeST. Na kubwa ni kuhakikisha kwamba ununuzi wa bidhaa, huduma na kazi za ujenzi unafanywa kwa haki na kuzingatia maslahi ya umma. Ndugu washiriki, sasa hapa nataka nilete swala zito. Na PPRA tumekuwa tukifanya kazi sasa hivi. Sambamba na hayo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi CPA Anthony Kasore amesema wanaendelea kuwezesha makundi maalum na vijana kuweza kujiajiri. Sasa katika ile eneo la kujiajiri, kuajiriwa ni eneo ambalo ni pana na linahitaji mambo mengi. Kwa hiyo wenzetu wa PPRA baada ya kuja na kuona kwamba kuna eneo ambalo linatakiwa liwekewe mkakati na tuweze kulifanyia kazi kwa pamoja, kama VETA na sisi tukalipima na kuliona kwamba kweli sisi tunaweza tukawa ni moja ya input kubwa ya kuwezesha wananchi, kuwezesha makundi maalum, lakini mwisho wa siku tutakuwa tumeliwezesha taifa letu kuweza kufikia malengo. Na hili ni eneo ambalo linatuhitaji pia kwenye sheria ya ununuzi kuhakikisha kwamba kila taasisi nunuzi inatenga kiwango cha 30% ya ununuzi wake kwa mwaka kwa ajili ya makundi maalum kwenye jamii zetu. Rai Saidi, Sky TV.
Asante Lai Saidi kwa ufafanuzi wa taarifa hiyo. Wachimbaji wadogo wa madini mkoani Geita wametakiwa kutumia vifaa kinga katika shughuli zao za uchimbaji ili kujikinga na athari zinazotokana na kemikali za zebaki inayotumika wakati wa uchenjuaji wa dhahabu. Michael Francis Bundara kutoka mkoa wa Geita ana taarifa kamili. Wito huo umetolewa na mratibu wa programu kutoka taasisi isiyo ya kiserikali inayoendeleza wachimbaji wadogo ya FADEV, Martino Mbangile, wakati wa mafunzo kwa wakufunzi wawezeshaji ambao taasisi hiyo inawatumia kutoa elimu kwa wachimbaji wadogo na jamii kwa ujumla kuhusu masuala mbalimbali ya uchimbaji. Tunatoa elimu hii ili kupunguza, kwa sababu kutoitumia kabisa kwa sasa maana yake wachimbaji wadogo wasifanye shughuli hiyo, isipokuwa tunataka wapunguze au waitumie katika usalama, katika maana kwamba wanapoitumia watumie vifaa, kwa mfano kwa kuvaa gloves mikononi, au kwa kutochanganya na dhahabu au kutochanganya na vitu vingine vinavyotumika katika uchenjuaji dhahabu wakiwa hawana kinga kabisa. Kwa hiyo watumie kinga kama vile gloves, lakini vile vile mabuti, kwa sababu ikimwagika kikanyaga wanaathirika vile vile. Katibu wa wachimbaji wadogo mkoa wa Geita Misana Jeremia ameeleza serikali ilivyosaidia kupunguza matumizi ya zebaki kwa kusaini mkataba wa kuachana na matumizi yake, swala ambalo limesababisha kuadimika kwa kemikali hiyo. Serikali imesaidia kwa sababu walisha saini mikataba siku nyingi ya kuachana matumizi ya zebaki na tayari sasa imekwenda kuadimika. Ukiangalia kwa mkoa wa Geita sasa hivi watu wanauza milioni 2, milioni 1.7 kwa kilo moja. Hiyo tu inakufanya uachane nayo na uende kwenye vile matumizi kama ya shaking table na aina nyingine ya kuchenjua tofauti na zebaki. Zakaria Nshoma ni katibu wa Mgusu Miners na Agnes Kihamba, katibu wa Gerema wilaya Geita, wamezungumza kwa niaba ya wakufunzi wawezeshaji wa FADEV kuwa watahakikisha elimu hiyo ya madhara ya matumizi salama ya kemikali ya zebaki inafika kwa jamii iliyokusudiwa. Wito wangu kwa uliopata wanasemina wote ni kuhakikisha elimu hii inafika kwa jamii iliyokusudiwa, na kisha tunatoa mafunzo kwa vitendo na kuelimisha na kuwafundisha madhara ya zebaki, lakini sambamba na hilo na kuanza kuwafundisha njia bora ya kutumia zebaki ili isiwe na madhara kwa jamii. Na tuwaonye watoto wadogo tusiwaruhusu kuingia migodini, kwa sababu sisi wazazi tunakuwa chanzo cha kuumiza watoto wetu na baadaye tunaanza kulaumu waajiri wao bila kujua sisi ndo chanzo. Tukiwazuia watoto nyumbani wakafuata majukumu yao ya masomo, hatuwezi kuwapoteza tena. Wakufunzi wawezeshaji wamepewa mafunzo kuhusiana na matumizi salama ya zebaki na kuhimizwa kuwajibika na swala la usalama pahala pa kazi, lakini FADEV imetoa vifaa kinga kwa wakufunzi hao ikiwemo gloves pamoja na mabuti. Michael Francis Bundala, Sky TV. Wakulima zaidi ya 300 katika shamba linalomilikiwa na serikali kupitia taasisi ya uzalishaji wa mbegu ASA wilaya Mbozi mkoa wa Songwe wameiomba serikali kuongezea muda wa kuendelea kulima katika maeneo ya mashamba waliokodishiwa, wakieleza kuwa tayari wameshatayarisha na kuandaa mashamba hayo kwa msimu huu wa kilimo. Taarifa ya John Kiango kutoka mkoani Songwe inafafanua zaidi. Wakulima hao wamewasilisha ombi hilo mara baada ya kupokea agizo kutoka kwa mmiliki wa shamba linaloendeshwa na ASA, wakisisitiza kuwa muda waliotoa utawasababishia hasara endapo watazuiwa kuendelea na shughuli za kilimo walizokwisha zianza. Tumeathirika pakubwa. Tunaolima kwenye shamba hili jumla yake tuko 320. Watu hawa wanaenda kufa njaa kwa kukosa eneo la kulima. Ungekuwa wamejulishwa mapema isingekuwa na shida, tukutafuta utaratibu mwingine. Lakini watu hao, mtangazaji, ni kwamba walikuwa na uhakika mzuri tu, kwa sababu mashamba haya waliingia mkataba na kampuni hiyo pinga. Lakini kwa mwaka huu tungeomba wakulima hao wanaoenda kuathirika walime. Wefikia wao 320 na kila mmoja analea watoto 5-6, utakwenda wapi? Tunaiomba serikali, japo ndio mulikana na serikali, iweze kutuona hatuna sehemu ya kufanya nyingine zaidi ya hapa, ili iweze kutunusuru
tuweze kupata kipato cha kuweza kulisha watoto, na pamoja tunasomesha watoto wako shuleni kwa sababu ya maeneo haya, na kila kitu kinachotakiwa kupatikana kinapatikana katika maeneo haya. Na kwa kuwa shirika lenyewe manager ndio aliyoendelea alisema tuandike mabarua, ndio tuliandika mabarua tukapata maeneo hayo kwa kupitia mabarua, na heka moja tulikuwa tunakatia shilingi 50,000. Malipo ilikuwa ni 20,000. Lakini sasa kipindi cha kuita viongozi kwamba leo mwisho, kwa kweli sisi kama wananchi tunajisikia vibaya, na bado taarifa hii tunaipokea, lakini hatujaipokea vizuri, kwa sababu tayari wangewahi kwa waita viongozi wetu kuambia kwamba mwaka huu watu wasilime, pengine hata hili waandishi wa habari, haya mambo tusingeendelea kusumbuana zaidi. Kwa kweli tuko chini ya miguu yao kwamba watusaidia vipi sasa. Imekuwa ni jioni mno. Wangetujulisha mapema, tungejiandaa mapema kutafuta mashamba mahali pengine. Sasa kwa hali kama hii, kwa kweli kwa kuyapokea haya, kwa kweli yametuumiza vichwa. Kuna mayatima, kuna wajane wanategemea humu, wanasomesha watoto kutegemea haya maeneo. Ninaongea tu Kiruga. Mimi nilipo hapa mume wangu alishakufa muda. Ni mjane, alikufa 2010 mume wangu. Nilikuwa nalima pale shamba la pale, ndio nalea watoto. Aliniachia watoto 8. Nilipo hapa sina shamba la kulima hata moja. Nategemea kulima huku baba. Naomba mnisaidie kwamba watoto hao nitaweka wapi? Nasomesha watoto na walea watoto. Sina shamba hata hili moja. Naomba msaada, mnisaidie. Awali, wakati wa kikao na viongozi wa vijiji, watendaji wa vijiji na baadhi ya wakulima, mkurugenzi wa uzalishaji wa taasisi ya ASA Justin Ringo alisisitiza kwamba wakulima wanapaswa kuacha maeneo hayo ili kutoa nafasi kwa serikali kutekeleza mpango wa uwekezaji na uzalishaji wa mbegu uliopangwa kutekelezwa mwaka huu. Lakini nikamwambia kuna mradi unaendelea wa uwekaji miundombinu ya umwagiliaji. Sasa bwawa kama linachimbwa pale, je, maana unasema unaomba ombi zuri, lakini sasa huwa anaweka miundombinu ya umwagiliaji, utakuwa umezuia shughuli zake za kuweka hizo shughuli ambazo zinaendelea za uwekaji bwawa kama ni ajabu unachimbwa pale. Sasa akija itakuwa ni ugomvi tena na wananchi. Ndio maana tunasema na tunasisitiza liachieni shamba lifanye shughuli zake za uzalishaji na uwekezaji, ambapo sasa kama serikali ishatenga fedha, mkandarasi yupo, mzabuni yupo already. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Asante John Kiango kwa ufafanuzi wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa na sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tunaungana naye Godriness Gaspar katika biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima,
Tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Makubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godliness Gaspar. Fedha za mikopo zinazotolewa kwa walengwa katika makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu zinapaswa kutolewa kulingana na kiwango kamili walichoomba ili kuwawezesha kufikia malengo yao yaliyokusudiwa badala ya kuwapunguzia na hivyo kuathiri utekelezaji wa miradi yao. Akizungumza kabla ya kukabidhi hundi ya mkopo yenye thamani ya shilingi bilioni 2.99 kutoka halmashauri ya manispaa ya Geita kwa makundi maalum, mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amesema kumekuwepo na malalamiko kutoka kwa baadhi ya vikundi kuhusu kupatiwa mikopo yenye viwango vidogo kuliko walivyoomba. Serikali ya awamu ya 6 kipindi hiki cha pili, maono ya Mheshimiwa Rais na mwelekeo wa Mheshimiwa Rais unaonekana ni kuligusa kundi la vijana. Hotuba yake wakati anazindua bunge la 13 amezungumza zaidi ya 65% ya Watanzania ni vijana. Ameeleza matamanio yake ya kuwafanya vijana wa taifa hili kusimama vyema kiuchumi. Ameeleza matamanio yake aliyonayo, namna ambavyo anataka kuligusa kundi hili la vijana. Akasema katika ofisi yake atakuwa na washauri maalum wa kundi la vijana, na wakati wa kutangaza baraza la mawaziri, kundi hili la vijana limepata waziri wake maalum, waziri wa vijana na maendeleo. Nini tafsiri yake? Sisi ambao wajibu wetu ni kuyaelewa maono ya Mheshimiwa Rais, kuyatafsiri maono ya Mheshimiwa Rais, lazima maafisa vijana na idara ya maendeleo ya jamii tulitizame vyema sana kundi la vijana. Amesema hatua hiyo imekuwa ikisababisha vikundi hivyo kushindwa kutekeleza kwa ufanisi miradi waliokusudia. Kundi hili kubwa lisipowezeshwa vyema, likawa halina shughuli maalum ya kufanya, ndio kundi ambalo litakwenda kuingia kwenye kushawishika katika matukio mengine yasiyofaa, ikiwa matukio ya uvunjifu wa. Lazima tulitazame vyema kundi hili. Nini ninachotaka kukisema hapa? Kama halmashauri ya manispaa ya Geita, ndoto yetu na maono yetu, kila andiko la mradi wa vijana ambalo tunaliona linatija, hata kama lina pesa nyingi, wameomba milioni 100, milioni 150, milioni 200, kama ni mradi mzuri wa kimkakati unaogusa vijana, wapewe bila kupunguzwa hata senti moja. Ili tuyaishi maono ya Mheshimiwa Rais, namna ambavyo amejipanga kuligusa kundi hili la vijana. Ziko fedha hizi tunazotoa kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Iko ahadi ndani ya siku 100 kutafuta kwa bilioni 200. Lazima tuhangaike na kundi la vijana.
Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Novemba 20, 2025 dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2409 na senti 9 na kuuzwa kwa shilingi 2434 na senti 0. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3162 na senti 1 na kuuzwa kwa shilingi 3193 na senti 7. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2791 na senti 4 na kuuzwa kwa shilingi 2819 na senti 3. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 140 na senti 5 na kuuzwa kwa shilingi 141 na senti 9. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18 na senti 4 na kuuzwa kwa shilingi 18 na senti 6. Na shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 6. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godliness. Biashara na uchumi. Asante Godliness Gaspar kwa habari za uchumi pamoja na biashara. Mtazamaji, moja kwa moja tunaenda kuungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi, Trump hapa kukomesha vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudani. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, ninaitwa Pius Jayunga. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani. Hii ni kufuatia ombi la mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salmani. Trump amekemea kile alichokiita ukatili mkubwa katika mgogoro ambao aliupuuza hapo awali. Alikiri kuwa vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Sudani na wanamgambo wa RSF havikuwa kwenye orodha yake kabla ya kiongozi huyo wa Saudi Arabia kumsukuma kuingilia kati. Saudi Arabia inaiunga mkono serikali inayoegemea upande wa jeshi. Trump alitoa kauli hizo katika jukwaa la kibiashara na mwanamfalme wa Saudi Arabia siku moja baada ya kumkaribisha katika ikulu ya White House. Vita vya Sudani vimeua makumi ya maelfu ya watu na kusababisha kuharibu karibu milioni 12 kupoteza makazi tangu vilipozuka Aprili 2023. Na iliyopewa kichwa cha habari ndoto zangu zote zimefutwa, amesema kuwa walioyahama makazi yao wamezuiwa kurejea na mamia ya nyumba zimebomolewa. Na hatimaye mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kukutana Alhamis Brussels kujadili kuhusu vita vya Urusi nchini Ukraine pamoja na juhudi za amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Mawaziri hao wataanza mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha kuhusu mahitaji muhimu zaidi ya Ukraine. Juhudi zinaendelea katika Umoja wa Ulaya ili kuipatia Ukraine msaada wa kifedha wa muda mrefu, ikiwamo uwezekano wa kuzuia mali za serikali ya Urusi zilizopo Ukraine. Wanadiplomasia hao pia watajadili juhudi za amani za Gaza baada ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa mapema wiki hii kupitisha azimio linalounga mkono mpango wa amani wa Gaza wa Rais wa Marekani Donald Trump.
Mada nyingine zitakazojadiliwa katika mkutano huo ni mzozo wa Sudani, hali katika ukanda wa Sahel na uhalifu unaopangwa. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Asante Pius Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa kuelekea viwanjani kuangazia yaliyojili michezoni, na tutaungana na mwanamichezo wetu Johannes Michael usiku huu wa leo. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari? Karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani ambapo timu ya taifa ya wavulana chini ya miaka 17 Serengeti Boys imefanya mazoezi kwenye uwanja wa Dao kujiandaa na mchezo wa tatu wa kuwania kufuzu AFCON mwaka 2026 kwa ukanda wa Sekafa dhidi ya Uganda, ambapo kocha mkuu wa timu hiyo Elineze Sangole amefunguka maandalizi yao kuweza kumvaa Uganda katika mchezo wa tatu wa kuwania kufuzu michuano ya AFCON mwaka 2026 chini ya umri wa miaka 17. Ya maandalizi yamekamilika kwa ajili ya mchezo wa kesho. Vijana wako tayari. Najua ni mechi ngumu sana kwetu, lakini sisi tumejipanga vizuri sana. Tumejipanga vizuri sana kwa ajili ya kuwakabili, na tactically tuko vizuri na tuna wachezaji wazuri ambao pia technically wako vizuri, na tunaamini kwa mechi ya kesho tunaweza kufanya vizuri sana. Nafikiri sisi tuko bora sana hasa kwenye kushambulia, na tuna watu wengi ambao wanaweza kufanya kitu kinaitwa improvisation. Wazuri ni wanapokuwa kwenye box la mpinzani, na ndio maana tumeweza kufunga magoli mengi. Kwa hiyo najua kwa Uganda watakuwa strong zaidi kuliko labda timu ambazo tumecheza nazo kabla, lakini
tulishasema ili uweze kuwa mchezaji bora lazima ucheze na mtu bora, na ndio hapo ambapo unaweza kuonyesha. Kwa hiyo sisi tuko tayari kuonyesha kesho kwa sisi ni timu bora zaidi. Watoto wao wako uwanjani. Watoto wa Kitanzania wako uwanjani na wamedhamiria kuonyesha kuwa kuna mabadiliko makubwa sana kwenye mpira wa Tanzania. Viongozi wameshafanya yao kwa mwaka mzima kuweka timu kwenye program ya TDS, na sasa vijana wako kazini kwa ajili ya kufanya kazi. Kwa hiyo tunaomba wafuatilie vijana wao, tunaomba kila Mtanzania, kila mtu ambaye yuko kwenye nafasi ya kusemea mpira aweze kufuatilia vijana wao na kuwapa moyo ili waweze kusogeza ile gurudumu la. Kila laheri kwa timu ya Serengeti Boys kwa ajili ya michuano ya kuwania kufuzu AFCON mwaka 2026. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara itaendelea timua vumbi kwa siku ya kesho katika dimba la Majaliwa Stadium, ambapo kutakuwa kuna mchezo utakao kutanisha Namungo FC dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao utachezwa majira saa 1 katika dimba la Majaliwa Stadium, ambapo kocha mkuu Juma Mgunda aeleza maandalizi yake kuweza kuwavaa Dodoma Jiji. Anaamini kwamba anakutana na klabu bora, lakini amejiandaa vizuri kuweza kuwakabili Dodoma Jiji. Kwanza baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameturuzuku tumekuja leo kwenye kikao chetu. Ukweli ni kwamba tuna mchezo kesho baina yetu sisi na Dodoma Jiji, mechi ambayo naamini itakuwa tough kwa sababu ya umuhimu wa alama zilizopo kwa timu zote mbili. Kwa hiyo naamini kabisa itakuwa mechi yenye ushindani. Na kwa kutambua hilo na kufahamu hivyo, basi maandalizi mazuri ya kucheza mechi kama hiyo yamekamilika. Kwa hiyo kubwa ni kuomba Mwenyezi Mungu tu watu walale salama, waamke salama, basi kesho kila mmoja akatimize wajibu wake. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tulikuwa na majeruhi nyuma hapo ambao watu walikuwa hawakuwepo. Kwa hiyo naamini kuanzia kesho naweza tukawaona, kwa sababu mchezo wetu wa mpira sisi ni mchezo wa majeraha. Sasa wale ambao walikuwa majeruhi wengi wao tayari wako vizuri na wanaendelea vizuri. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kila mmoja kesho ataenda kutimiza wajibu wake. Kama nilivyosema awali ni kwamba mechi hii itakuwa ni tough kutokana na umuhimu wa alama zilizo katika mchezo ule. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba ni mechi ambayo inahitaji alama kwa timu zote mbili. Kwa hiyo ni mechi ambayo kutokana na how the stand ilivyo utajua kabisa kwamba mechi ya kesho itakuwa na uzito kiasi gani. Kwa hiyo kwa kuelewa hiyo na kufahamu hivyo umuhimu wa mechi hiyo, tutakuwa tumechukulia kikamilifu tukiamini tunacheza na mechi ambayo itakuwa na ushindani yenye mahitaji yanayofanana na sisi. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba kwa hiyo utayari wa kucheza mechi kama hiyo nikuhakikishie tu kwamba uko vizuri. Kubwa ni kuomba Mwenyezi Mungu tu kwamba watu waamke salama, watu wakashindane, na mwisho wa yote mtu afanye vizuri na kupata matokeo yale kwa mazuri. Mwisho wa yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumwomba Mwenyezi Mungu kwamba mechi. Na moja kwa moja tunakuwa pipa hadi kimataifa, ambapo kukosekana kwa nahodha Ufaransa Mbappe katika mechi ya mwisho Ufaransa ya kufuzu kombe la dunia nchini ya Azerbaijan kumezua hali ya wasiwasi baada ya mshambuliaji huyo kusafiri kwenda Dubai muda mfupi baada ya kuruhusiwa kutoka katika kambi ya timu ya taifa ya Ufaransa. Akiwa ametangazwa kutopatikana na Didier Deschamps, nyota huyo wa Real Madrid alitajwa kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu mjini Madrid kabla ya kurejea kwenye ratiba ya mazoezi ya klabu yake. Baada ya picha zilizosambazwa na akaunti ya Instagram ya Dilof zilionyesha forward huyo akiondoka Paris kuelekea Dubai Jumamosi iliyopita asubuhi, na kwamba inaelezwa Kylian Mbappe ni miongoni mwa wachezaji ambao waliondoka timu ya taifa Ufaransa kuelekea Dubai sio kwa ajili ya matibabu bali ni kwa ajili ya mambo yake binafsi. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na goalkeeper wa Real Madrid Thibaut Courtois amezungumza kwa mara ya kwanza kuhusu majibizano ya maneno yaliyotokea kabla na baada ya mchezo wa El Clasico, ambapo Madrid ilibuka na ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya FC Barcelona. Mchezo huo uliopigwa Oktoba 26 ulikuwa umebeba hisia kubwa kutokana na kile ambacho kiliweza kuzungumzwa na nyota FC Barcelona Lamine Yamal siku chache kabla ya mchezo huo. Courtois amesema anaamini Lamine ni mchezaji bora na hata akikutana naye kesho anaweza kusalimiana naye, kwa sababu mambo hayo yaliweza kubakia ndani ya uwanja na wala sio kukutana naye nje ya uwanja na kuweza kujibishana naye kwa namna nyingine.
Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, nahitimisha hivyo katika Ulimwengu wa Habari katika upande wa michezo na burudani, lakini na kurejesha kwake Zinazile Mswima. Simba na Yanga wameweza kutoa jezi za kimataifa, Azam pamoja na Singida wao hawajaweza kutoa. Zinazile atakuwa shabiki wa timu gani? Hata tujuza ambavyo na kurejesha kwake. Habari za michezo na burudani. Asante sana Johannes Michael, swali lako ni zuri, na wakati mwingine nitakwenda kulijibu. Na sasa mtazamaji, ni utabiri wa hali ya hewa kutoka TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria wa uwepo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, lakini pia tunatarajia ongezeko kidogo la mvua katika maeneo machache, hususan kati mwa nchi yetu, nyanda juu kusini magharibi kuelekea kusini mwa nchi. Na Mamlaka ya Hewa inatoa tahadhari la vipindi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe, Ruvuma, Singida, Dodoma pamoja na Morogoro. Hivyo ni vema kwa wananchi wa maeneo hayo kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa usiku wa leo, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya Charusalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Lindi pamoja na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, mkoa wa Singida, Dodoma pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo ya pwani yetu ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na maeneo ya Ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua katika maeneo machache, hususan siku ya kesho kutwa. Kwa mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na ngurumo za radi. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo, tupate muhtasari wake. Rais Samia azindua tume ya kuchunguza vurugu za uchaguzi. Trump hapa kukomesha vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudani. Na katika michezo, Serengeti Boys kuivaa Uganda mchuano ya Sekafa. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Sky TV. Kwa taarifa nyingine ungana nasi muda na wakati kama huu kesho. Kwa niaba wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Zinazile Mswima na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Sky TV.